Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Watukufu wa Islam, hii ni nukta ya tatu katika nukta, na hii huenda ikawa ndio nukta ya mwisho katika nukta ya kuelezea utukufu wa mwezi mtukufu wa Ramadhani. Bado tunasisitiza kwamba mwezi mtukufu wa Ramadhani ndi mwezi Ramadhani ni miongoni mwa miezi mitukufu, na si miongoni mwa miezi mitukufu tu, bali mwezi wa Ramadhani ndiyo mwezi mtukufu zaidi kuliko miezi yote, kuliko miezi yote 12, na kuliko ile miezi minne ambayo ni Dhulqaada, Dhulhijja, Muharram na Rajab. Yote imezidiwa kwa utukufu na mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwa hivyo bado tunaendelea kuwafahamisha Waislamu kuwa wafahamu mwezi mtukufu wa Ramadhani ndiyo mwezi mtukufu zaidi kuliko miezi yote. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameuhusu kwa kuutaja jina aliposema, qala Allahu Ta'ala, shahru Ramadhan alladhi unzila fihi alquran hudan linnas wa bayyinatin min alhuda walfurqan. Kwa kule kutajwa jina ni kwamba mwezi wa Ramadhani ni mwezi mtukufu zaidi kwa kutajwa jina. Jambo la pili ni kwamba Qur'ani imeshushwa ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Jambo la tatu ni upatikanaji wa Lailatul Qadri ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwa hivyo tuchukue tena hadithi kadhaa ambazo Mtume sallallahu alayhi wasallam anatueleza mambo mengi yanayopatikana ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, na haya mambo yote yanadhihirisha na kuonyesha thamani na utukufu wa mwezi mtukufu wa Ramadhani, kwa sababu ni mambo ambayo hayapatikani katika mwezi mwingine wowote zaidi ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, amesema Mtume wa Mwenyezi Mungu sallallahu alayhi wasallama, u'tiyati ummati fi shahri Ramadhan, umepewa ummati wangu katika mwezi wa Ramadhani. Mambo haya yanapatikana ndani ya mwezi wa Ramadhani tu na sio katika mwezi mwingine. Kwa hivyo kule kuhusishwa mambo haya na mwezi mtukufu wa Ramadhani, hii ni daraja, huu ni utukufu wa kipekee kuliko katika miezi mingine. U'tiyati ummati fi shahri Ramadhan, umepewa ummati wangu katika mwezi wa Ramadhani. Khamsan, umepewa mambo matano. Lam yu'tahunna, hakupewapo mambo matano hayo nabiyun qabli, mtume yoyote kabla yangu mimi. Haya ni maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, anatuthibitishia na kutufahamisha kwamba mwezi mtukufu wa Ramadhani ni mwezi wa kipekee, ni mwezi wenye mazia tofauti na miezi mingine. Mtume anasema umepewa ummati wangu katika mwezi wa Ramadhani mambo matano, mambo ambayo hayo hakupewapo mtume yoyote kabla yangu mimi. Kwanza, huu mwezi mwenyewe mtukufu wa Ramadhani ni hususia, ni jambo maalum lililopewa ummati Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Huo nao ni upekee, kwamba mwezi huu hauwahusu watu wengine wote, bali unahusu ummati Muhammad sallallahu alayhi wasallam peke yao, kwa sababu ummati Muhammad wana umri fupi na umma zilizopita walikuwa na umri mrefu.
miaka 200, 300, 500, 900, 1000. Ummati Muhammad ni miaka 60, 70, wachache wanaofikisha zaidi ya hapo. Na Mwenyezi Mungu mapenzi yake juu ya Mtume Muhammad akataka kuwa ummati wake uwe ndio wenye kufanya amali nyingi siku ya Kiyama kuliko ummati nyingine. Akaona sasa nifanyeje, na nimewapa umri mfupi, watazidiwa hawa na amali na umma zilizopita, na mimi hilo silitaki. Mwenyezi Mungu faataha shahra Ramadhan, akaupa ummati Muhammadi sallallahu alaihi wasallama mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ili lengo ni nini? Litasbiqa saira al-umam, ili ummati huo Muhammad uweze kuzishinda hizo umma nyingine kwa ibada. Kwa hivyo akatoa kuwapa mwezi wa Ramadhani, na ndani ya Ramadhani akawaongezea na Lailatul Qadr. Neema iliyoje watukufu wa Islam! Haya hayatoshi kuwa mwezi wa Ramadhani kuwa ndio mwezi mtukufu zaidi kuliko miezi yote jamani. Kwa hivyo Mtume anatuambia uhutiyati ummati khamsan, umepewa ummati wangu mambo matano, lam yu'tahunna nabiyyun qabli, hakupewapo mambo hayo mtume yoyote kabla yangu mimi. Amma wahida, ama jambo moja katika hayo matano, fa innahu, hakika mambo yalivyo, idha kana awwalu laila, itakapofika ule usiku wa kwanza, min shahri Ramadhan, katika mwezi wa Ramadhan, usiku wa kwanza ukiingia tu, ule mwezi umeandama, kesho watu wafunga usiku ule, yandhuru Allahu azza wa jalla ilaihim, anawatazama kwa huruma Mwenyezi Mungu azza wa jalla hao ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wale watakaofikiwa na usiku ule wa mwanzo wa mwezi mtukufu wa Ramadhan. Yandhuru Allahu azza wa jalla ilaihim, anawatazama Mwenyezi Mungu azza wa jalla. Waman nadhara Allahu ilaihi, na mtu ambaye Mwenyezi Mungu atamtazama, yani yoyote atakayepata bahati ya kutazamwa na Mwenyezi Mungu katika usiku ule wa kwanza wa mwezi mtukufu wa Ramadhan, lam yuadhibuhu abada, mtu huyo Mwenyezi Mungu hatomuadhibu milele. Ukitazamwa kwa jicho la huruma, kwa jicho la rehema ndani ya usiku wa mwanzo wa mwezi mtukufu wa Ramadhani na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, faida yake Mwenyezi Mungu anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, lam yuadhibuhu abada, mtu huyo Mwenyezi Mungu hatomuadhibu milele. Ni neema iliyoje watukufu wa Islam! Hili linapatikana ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani na sio katika mwezi mwingine wowote. Wa amma thania, ama jambo la pili, fa inna khalufa afwahihim, hakika fondogo la midomo yao, fondogo yani kule kunuka uvundo, ile harufu mbaya inayotokeza katika midomo yao wakati wa kufunga, harufu ile si ukisikiliza unaisikia ni mbaya. Fa inna khalufa afwahihim, hakika fondogo, harufu mbaya ya midomo yao ile kutokana na kufunga, hina yamsuna, wakati wanapochwelewa na jua, atyabu inda Allah, harufu ile inanukia zaidi mbele za Mwenyezi Mungu, min rihil miski, kuliko harufu ya miski. Hili linapatikana ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Wa amma thalitha, ama jambo la tatu, fa inna Allaha azza wa jalla ya'muru jannatahu, hakika Mwenyezi Mungu azza wa jalla anaiamrisha pepo yake. Ule usiku wa mwanzo, hayo mambo yanapatikana ndani ya usiku wa kwanza tu wa mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ya'muru jannatahu, anaiamrisha pepo yake, anaiamrisha pepo. Fayaqulu laha, Mwenyezi Mungu anaiambia, istaiddi watazayyani, jiandae ewe pepo. Istaiddi watazayyani liibadi, jiandae na ujipambe ewe pepo kwa ajili ya waja wangu. Au shaka an yastarihu, kumekurubia wao kustarehe. Sasa umefika wakati wao wa kupumzika.
min taabi dunia, kutokana na taabu za dunia, ila dari wa karamati, kuelekea kwenye nyumba yangu na karama zangu. Hayo maneno Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaiambia pepo ndani ya usiku wa kwanza wa mwezi mtukufu wa Ramadhani. Wa amma al-khamisa, ama jambo la tano katika ambayo umepewa ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, fa innahu idha kana akhiru laila, hakika mambo yalivyo itakapofika ule usiku wa mwisho, usiku wa mwisho wa Ramadhani, usiku ambao mwezi umeandama, sasa Ramadhani imekwisha, ni usiku wa Idi. Ghafara Allahu lahum jamia, anawasamehe Mwenyezi Mungu wote ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Haya yote watukufu wa Islam yanapatikana ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ni mwezi gani ambao haya yapo? Hakuna, ila ni mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwa hivyo haya ni mambo mbalimbali katika mambo mengi yanayopatikana ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Huu ni utukufu ulioje wa mwezi huu. Huu ni kuonyesha ubora na utukufu na upekee wa mwezi huu wa Ramadhani. Faqala rajulun, katika hadithi hiyo wakati mtume anasema, akasema mtu mmoja, kauliza. Faqala rajulun min alqaum, akasema mtu mmoja, kwa maana ya kuuliza katika watu waliokuwepo katika hadhara ile, ahiya lailatul qadri, je, hiyo ndiyo lailatul qadri? Pale mtume aliposema ikifika ule usiku wa mwisho wa Ramadhani wanasamehewa watu wote. Yule mtu akauliza, akaona ni jambo kubwa hilo, watu wote wanasamehewa. Akauliza, je, hiyo ndiyo lailatul qadri? Kwa sababu alisikia usiku wa lailatul qadri ni usiku bora na ni usiku wenye cheo. Akauliza, je, huo ndio usiku wa lailatul qadri? Faqala la, tumekwambia hapana, huo sio usiku wa lailatul qadri. Huo ni usiku wa mwisho katika usiku wa mwisho wa mwezi mtukufu wa Ramadhani. Huo usiku wa lailatul qadri, wacha habari zake ni nyingine. Usiku huo sio mchezo ambao unapatikana ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Faqala la, mtume akasema hapana. Alam tara, hivi huoni? Ila al-ummal, anamjibu sasa kwamba huo sio usiku wa lailatul qadri, ni usiku wa mwisho. Sasa hapo Mwenyezi Mungu anatoa malipo. Malipo ni kusamehewa dhambi. Mtume akampa mfano, alam tara ila al-ummal ya'malu, hivi huoni wafanyakazi wanaofanya kazi? Tuchukulie tu wafanyakazi wanaofanya kazi yoyote, labda wameajiriwa au wamepewa kazi. Fa idha faraghu min a'malihim, wakimaliza kazi yao wale wafanyakazi, kama wamefanya kazi sasa kazi imekwisha, wufu ujurahum, wanalipo malipo yao. Si ndio taratibu? Mtume anamwambia yule mtu katika kumfafanulia kwamba huo sio usiku wa lailatul qadr, bali ni usiku wa mwisho wa mwezi wa Ramadhani. Sasa Ramadhani imekwisha, waliofunga na waliosimama usiku, sasa Mwenyezi Mungu anawalipa malipo yao, na malipo ni kusamehewa. Na akaambia hivi, huoni wafanyakazi waliofanya kazi wakimaliza kufanya kazi yao, ufu ujurahum, wanalipwa malipo yao. Rawahu al-Baihaqi, ameipokea hadithi hiyo al-Baihaqi. Na katika hadithi nyingine inasemekana, anasema waqala Allahu ta'ala li Musa, alimwambia Mwenyezi Mungu hali ya kuwa ametoka kumwambia Musa, inni a'taitu ummata Muhammadin nurain, mimi nimewapa ummati Muhammadi nuru mbili, nimewapa. Likai la yadhurruhum dhulmatan, kwa ajili visije vikawadhuru viza viwili. Nimewapa nuru mbili, likai la yadhurruhum dhulmatan, kwa ajili visije vikawadhuru viza viwili. Na maana kuna viza viwili vitakuja kuwepo, magiza mawili yatakuwepo hayo. Sasa Mwenyezi Mungu akaupa ummati Muhammadi nuru mbili, wasije wakadhurika na hivyo viza viwili. Haya maneno Mwenyezi Mungu anamwambia Musa. Mtume anatuambia maneno haya kwamba Mwenyezi Mungu alimwambia Musa. Fakala Musa, akauliza Musa baada ya kuambiwa na Mwenyezi Mungu kwamba nimeupa ummati Muhammadi nuru mbili kwa ajili wasije wakadhurika na viza viwili. Musa akauliza, man nurani ya Rabb,
ni zipi hizo nuru mbili ewe bwana wangu, ewe Mwenyezi Mungu? Faqala taala, akasema Mwenyezi Mungu hali yakuwa ametukuka, nuru Ramadhan wa nuru al-Qur'an, ni nuru ya Ramadhani na ni nuru ya Qur'ani. Mwenyezi Mungu anamwambia Musa hizo nuru mbili hizo, ya kwanza nuru Ramadhan, ni nuru ya Ramadhan. Kwa hivyo mwezi wa Ramadhani huu ni nuru watukufu wa Islam, ni nuru, mwezi mkubwa sana, mwezi mtukufu kuliko miezi yote, ni nuru. Wa nuru al-Qur'an, na nuru ya Qur'ani. Qur'ani nayo ni nuru. Mwezi wa Ramadhani ni nuru na Qur'ani ni nuru. Qur'ani ndani yake imeshushwa ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwa hivyo ni nuru mbili hizo Mwenyezi Mungu ameuhusu kuupa ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa ajili ummati huo, hizo ni nuru mbili, usije ukadhurika na viza viwili. Faqala Musa, akauliza Musa baada ya kufahamu kwamba nuru mbili zenyewe ni nuru Ramadhan na nuru al-Qur'an. Wa madhulumatani ya Rab, na ni vipi hivyo viza viwili bwana wangu? Faqala, akasema Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, dhulumatul qabri, dhulumatul qabri wa dhulumatu yaumil qiyama, giza la kaburini na giza la siku ya kiyama. Giza la kaburini litaondoka kwa kusoma Qur'ani. Nasema wal Qur'anu dhiyaun, na Qur'ani ni nuru. Manake ndio maana Qur'ani inatakiwa sana isomwe ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, kwa sababu ndio mwezi ulioshushwa Qur'ani na Qur'ani ni nuru. Kwa kusoma Qur'ani, mtu kwa kusoma Qur'ani sana ndani ya Ramadhani na nje ya Ramadhani, faida yake atakuja kupata nuru katika kaburi lake, kwa sababu Qur'ani ni nuru, imewekwa kwa ajili ya giza la kaburini. Ndiyo giza la kwanza ambalo nuru yake ni Qur'ani, dhulumatul qabri. Na nuru Ramadhani nayo ni nuru ya giza gani? Wa dhulumatu yaumil qiyama, na giza la siku ya kiyama. Siku ya kiyama kutakuwa na giza nene. Nuru itapatikana kwa wale waliokuwa wamefunga mwezi mtukufu wa Ramadhani. Wale waliopata bahati ya kuufunga mwezi mtukufu wa Ramadhani, kwa kuufunga mwezi mtukufu wa Ramadhani, wataondokewa na giza nene la siku ya kiyama. Watukufu wa Islam, haya ni mambo machache mno katika mambo mengi mbalimbali yanayopatikana ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Katika hadithi nyingine tumalizie, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, man swama Ramadhan, mwenye kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhan, imanan, kwa imani, wahtisaba, na kwa kumtakashia Mwenyezi Mungu amali, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar, husamehewa yeye zile zilizotangulia katika dhambi zake na zile zilizokuja nyuma. Rawahu al-Imam Ahmad an Abi Huraira, ameipokea hadithi hiyo al-Imam Ahmad kutoka kwa Abu Huraira. Kwa hivyo katika hadithi hii tunapata kwamba kwenye hadithi hii ndani yake Mtume anatupa habari kukusanya bishara njema, kukusanya bishara njema ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Bishara njema kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallama kuwaambia waumini katika ummati wake kwamba yoyote ambaye atafunga mwezi wa Ramadhani juu ya njia ya kusadikisha, manake ndiyo ile imani bitasdiq, kwa kusadikisha moyo wake na kwa kumtakashia Mwenyezi Mungu amali, kwamba amefunga kwamba nafanya ikhlasan lillahi ta'ala, kwa kumtakashia Mwenyezi Mungu amali, basi kufanya hivyo, hiyo ndiyo sababu ya kupata msamaha na kusamehewa dhambi zilizotangulia na zile zilizokuja nyuma kwa wale waliokuwa wamefunga. Kwa hivyo ni jambo kubwa sana kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhani, na ni mwezi wa Ramadhani ndio mwezi mtukufu zaidi, ndio mwezi unaopatikana mambo mengi matukufu makubwa ambayo hayapo katika mwezi mwingine wowote. Miongoni mwayo mwenye kuswali sunna katika mwezi wa Ramadhani, uzito wake ni kama aliyeswali swala ya fardhi, na mwenye kuswali fardhi ni kama aliyefanya
fardhi 70 mpaka 700. Yani ni malipo makubwa mwenye kutoa sadaka katika Ramadhani, basi kama aliyetoa fardhi katika mwezi mwingine, mwenye kutenda kheri, mwenye kufanya kadha wa kadha. Tujitahidini watukufu wa Islam, tujipinde katika kutendea wema mwezi mtukufu wa Ramadhani, kama alivyotuambia Mtume, man swama ramadhana wa arafa hududa wa tahaffadha ma yanbaghi lahu an yatahaffadha kaffara ma qabla. Mwenye kufunga Ramadhani wa arafa hududa, na akajua mipaka yake, yani akatekeleza zile nguzo za saumu, sharti, sunna, akajihifadhi na mambo machafu na mubutilati, saumu yake ikapita kwa usahihi. Watahafadha ma yambaghi lahu an yatahaffadha, na akajihafidhi na yale ambayo yeye anatakikana ndani ya mwezi wa Ramadhani kuyahafidhi. Kafara ma qabla, kwa kufanya hivyo saumu hiyo iliyokamilika ya namna hiyo inasamehe zile dhambi zilizotangulia kabla yake. Rawahu Ibn Hibban fi sahihihi wal Baihaqi, ameipokea hadithi hii Ibn Hibban katika sahihi yake na al Baihaqi. Watukufu wa Islam, kwa haya machache tujitahidi sana kukimbilia mwezi mtukufu wa Ramadhani kwa khairati mbalimbali, kufuturishana, kufunguzana, kupeana sadaka, kuamrishana mema, kuswali visimamo vya usiku, hususan kuswali swala ya tarawehe, swala za witri, na kukamilisha saumu zetu, kuhakikisha zimeswihi, zimepita kwa salama na amani, ili tuweze kupata katika fadhila za Mwenyezi Mungu nyingi alizotuandalia katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Haya ni machache katika mambo matukufu mengi mbalimbali yanayopatikana ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Yatoshe haya kuonyesha na kuthibitisha kwamba mwezi mtukufu wa Ramadhani ndio mwezi mtukufu zaidi kuliko miezi yote. Wallahu a'lam, wa ila huna aqulu, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, wal afwa minkum.